Habari za muda huu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Bila shaka, natumai kwamba sijachelewa bado kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama kawaida, hii ni Amani TV Media, tuko hapa kukujuza yote yanayojiri sehemu mbalimbali, hususan uko kwenye uwanja wa vita ambako mambo hubadilika kila kukicha. Na siku ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Tutakujuza matokeo yote ya mapambano ambayo yameripotiwa kwa muda wa wiki nzima sehemu mbalimbali jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya Kusini. Hivyo ili tuende sambamba na kualika kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa makundi mengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Natumai ya kwamba uko salama na karibu mara tena mpendwa msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina kuhusu habari kutoka maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwenye habari zetu za siku ya leo tutaanzia moja kwa moja huko jimboni Kivu Kaskazini tarafani Walikale, ambako wami wa asili kutoka tarafani Walikale wametembelea wazalendo kwenye kijiji cha Miba ili kuwapa moyo, pia kuwasaidia baadhi ya mahitaji madogo madogo kama vile chakula na kadhalika. Baada ya kuwasili kwa wami hao, wamepokelewa na shangwe kubwa na wazalendo wapatikanao maeneo hayo ya Miba. Hawa hapa ni wazalendo wakizungumza kuhusu ujio wa wami hao. Wasikilize. Si nous sommes avec le chef coutumier. Sinon, si nous sommes avec le chef coutumier à travers, je peux parler en Swahili, parce que tout le monde ici au Nord Kivu comprend facilement la langue Swahili. Mais kama tuko hapa ni juu ya ba chef coutumier. Ba chef coutumier wamekuja kutuona hapa kwenye tuko Miba. Hapa tuko mnaona vilima yote ile ni vilima inadhibitiwa na adui, ndio tuko tunapigana. Na ba chef coutumier ya territoire ya Walikale bamekuja kwenda kutukutana hapa Miba kusudi batu rehausser moral ya ba VDP, bali tuletea chakula, bametuletea baratupatia meme baratu reconforter vis-à-vis na kupigana na adui. Tuko na representant wa chef de groupement yote ndani ya territoire ya Walikale. Ye iko pale Mwami Kabutu wa Janvier, anasindikiziwa na mwami wa Bafuna. Tuko pia na mwami wa Bakusu, chef de localité, naye tuko naye pia na president wa comité wa communauté plutôt, president wa communauté ya Banyanga naye tuko naye. Nikiwaza tuko na batu mingi katikati yetu. C'est une grande délégation enyeko katikati yetu. Heureusement wamekuja kwenda kutuona na tulikuwa tunapigana, kuko wengine bali toka deja kwa mikono ya adui banakimbia wakati tuko tunapigana, banakutana kama habataweza kupigana na jeshi ya taifa, habataweza kupigana na VDP. Au moment wao peke ni wa Congolais bali jitoa kwa juhudi na ushujaa ya kupigania nchi yao, na bali kama chiwaka na kinguvu. Na ndio kwa maana saa hii bameona ke paraporo baendelee kuendelesha vita, omwe baendelee kujiunga kumikono ya gouvernement. Na sawa wamekuwa kumikono ya VDP, sawa vile mie commandant de VDP wanakuwa kumikono yangu. Nimefurahi sana kwa hii occasion ya bao kukia kumikono yangu, la même occasion ya ba chef coutumier na wamekuwa kwenda kunisalimia na kutureconforter kukuvita, kutusaidia na kutuletea chakula juu yani tuende mbele na tupigane. Njoo nakutana ajida di premier class amekuya pamoja na ndugu hapa naye amekuya, bote wamekuya kusema baba pendi kubakia kumikono ya M23. Sasa vile tulifanya sensibilisation ya kusema kama mtu wote mwenye iko courant ya M23 na likamatoka na kinguvu atoke courant ya M23 akuye kujiunga ku VDP, ba mu remettre ku force loyaliste FARDC, parce que nous avons une seule armée dans notre République démocratique du Congo, si je peux le parler. Ni kusema ke wakati balisikia ile sensibilisation bakasema kumbe ya muhimu sana ni kufika kwenda kujiremetre kusudi baone namna gani baendelee kugombanisha adui ambaye anatoka nje ya nchi na anakuja kutupiganisha. Hii aggression inatoka nje ya nchi, inatoka Rwanda na kadhalika kwenda kutupiganisha. Haiko kitu kia mzaa.
nikiwaza wao iko na hadithi ya mingi sana ile inahusika na service ya renseignement. Mais amejitoa sana, labda utajipresenter. Bana niita kwa Maombi François. Maombi François. Oui. Ulikuwa uko na grade gani? Ajida di première classe. Ulikuwa unatumika fazi gani? Nilikuwa natumika kutede. Alikuwa anatumika kutede ya 34 Meresho militaire. Naye vile vile yeye naye jina yako ni nani? Inosa. Naye ni Inosa, naye alikuwa iko natumika alikuwa mzalendo wakati ametoka kule kamatiwa, wakati amekamatiwa amekimbia tena, amekimbilia kwa wazalendo wenzake, na ndio kwa maana mnamuona hapa. Nikusema ke les Congolais sont fiers ya nation congolaise, iko fier ya planete Terre yenye balitupatia hii nani nchi yetu ya Republique Democratique du Congo, nchi ya mababu na nchi ya mababu. Benye marabakia saa hii ni hapa sultani yetu amekaa kwenda kutuona. Peut-être ningepima kupresenter nao sasa vile niaitra kupresenter nao na kwa kuongeza kidogo labda mwami Janvier Kabutwa angekuwa na neno ya kusema ukazi ya Kabambe yenye kunatumika na kwenda kureconforter babiana kutureose moral chez babiana ndani ya territoire ya Walikale. Nakusema kwa na shukuru sana kwa kupewa neno na General Musa Shimire Guido, komanda wa VDP. Vile vile tunashukuru zaidi sana kwa faso ambayo anakuwa iko natumika kukinga udongo wetu ambayo iliachiwa na wababu, na hii sinye ambayo amefanya komanda wa VDP kukamata wakaptire na anaturemetre kumikono yetu, si inatupatia furaha zaidi sana, kwani walikuwa wanawazia ya kwamba watu ya VDP wanaweza kuwa wamekamata mtu na wanamalizia pale pale, lakini kutokana na gisi wanajua ya kwamba kila mtu amekamatiwa ngambo ya waadui, wamekamatiwa kwa kinguvu, na wakati wanajipatia hiyo jukumu ya kujirudisha kwenye majeshi yetu inapatikana na kwenye wabiana yetu wa wazalendo wanapatikana, wanajirudisha na wanaturemetre nao kungambo yetu. Sisi tunashukuru sana vile wa sultani. Na tukitoka huko Walikale moja kwa moja tujielekeze huko mjini Goma, mji mkuu wa jimbo ya Kivu Kaskazini, ambako baadhi ya wanaharakati watetezi wa haki za kibinadamu wameukimbia mji wa Goma kutokana na vitisho vinavyohusiana na juhudi zao za kupinga ukiukwaji wa haki za kibinadamu unaofanywa na kundi la waasi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda. Hao wamekimbilia mji wa Beni na Butembo ambako sasa hivi wanaishi katika mazingira magumu sana. Kupitia barua iliyoandikwa tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2025 kwa waziri wa haki za kibinadamu, wanaharakati hao wameomba msaada wa dharura kutokana na ukosefu wa njia za kufikisha na kuhudumu afya zao. Wamesema kuwa uamuzi wao wa kufichua ukiukwaji wa haki za kibinadamu na uporaji wa rasilimali umewapelekea vitisho vya moja kwa moja, hali ambayo iliwalazimu kuondoka katika eneo hilo na kujielekeza maeneo mengine kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha yao. Mmoja wao ni Julius Ngeleza, anasema serikali iliwaacha bila msaada wowote licha ya kuwepo kwa mfuko wa zaidi ya dola milioni 4 za Marekani uliolengwa kusaidia watetezi wa haki za kibinadamu kupigania uwazi wa waliolazimika kukimbia, fedha ambazo kwa mujibu wake anasema kwamba zipo hatarini kutumika vibaya kutokana na hali ambayo wenyewe wanahipitia. Kwa maneno yake, Ngeleza amesema kuwa tumeachwa kwenye mateso yetu hapa Beni na Butembo na viongozi wa serikali. Hakuna njia ya kupitia, hakuna njia ya kupata chochote wala huduma za afya yetu. Wanaharakati hao wanaiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kuwahudumia ipasavyo, wakisisitiza kwamba hali yao inaonyesha udhaifu mkubwa wa utetezi wa haki za kibinadamu katika mazingira ya usalama duni kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali FARDC. Wanasema pia kuna haja ya ulinzi wa kudumu na msaada wa kibinadamu kupitia kile ambacho kinaendelea huko jimboni Kivu Kaskazini. Kituo chetu cha matangazo hakijafanikiwa bado kupata maoni ya waziri wa haki za kibinadamu kuhusu kilio hiki cha haki cha wanaharakati watetezi wa haki za kibinadamu.
Na sasa tukuletee matokeo rasmi ya vita ambavyo vilirindima maeneo mbalimbali jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya Kusini. Tukianzia na huko maeneo ya Nyiragongo ambako kuna mabadiliko makubwa katika mapigano yaliyoendelea kwenye wilayani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma baada ya kutokea kwa kile kinachotajwa kuwa uasi wa Kanali Mugabo, afisa wa ngazi ya juu wa ndani wa kundi ya M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama, Kanali Mugabo ameripotiwa kuasi kundi la M23 na kujiunga na wazalendo, vikundi vya ulinzi vya kiraia vinavyoshirikiana na jeshi la taifa FARDC kwa ajili ya kuweza kulinda udongo. Tukio hilo limepelekea mapigano makali katika eneo la Munja. Kanali Mugabo ambaye hapo awali alikuwa mwanajeshi wa FARDC ametokea katika wilayani Masisi. Sababu kuu ya uamuzi wake kuondoka M23 inadaiwa kuwa ni ukabila ambao upo ndani ya kundi la M23, ambapo anasema kuwa vijana wa jamii ya Kitusi pekee ndio wanapewa nafasi ya uongozi na manufaa yanayotokana na udhibiti wa maeneo ya Goma pamoja na Bukavu. Aidha, taarifa zingine zinasemea kwamba Mugabo alikasirishwa sana na jinsi ambavyo kundi la M23 lilivyowatesa na kuwakamata watu 3 wa jamii ya Wahutu katika eneo la Goma. Hali hiyo ndiyo iliyomsukuma kuamua kuungana na wazalendo, akiahidi kupigania haki za raia wa Kongo. Kupitia mawasiliano ya simu kati ya Mugabo, wazalendo na baadhi ya wanajeshi wa taifa FARDC walioko ndani ya hifadhi ya Virunga, waliratibu operesheni maalum. Akizingatia uzoefu wake wa kijeshi, Mugabo aliomba vifaa kutoka kwa wakuu wake ndani ya kundi la M23 kwa kisingizio cha kwenda kuwaleta wazalendo, lakini mara tu alipopata vifaa hivyo aliwatoroka na kujiunga rasmi na wazalendo, akiacha magari mawili aina ya Jeep huko Munja, kisha kushiriki shambulizi la ghafla dhidi ya kambi ya M23 RDF iliyokuwa imeanzishwa hivi karibuni katika eneo la Rusayo. Shambulizi hilo limesababisha mapigano makali, ingawa idadi kamili ya majeruhi na vifo haijathibitishwa rasmi. Taarifa hizi ambazo zinatoka kwa vyanzo vya FARDC na wazalendo zinapingana na zile zinazoelezwa na M23 na jeshi la Rwanda, ambao hawajataja chochote kuhusu uasi huu wa Mugabo katika taarifa zao rasmi. Tukio hili linaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya kundi la M23 na linaweka wazi udhaifu wa muungano wa kijeshi katika eneo hilo. Zaidi ya hayo, kisa hiki kinaonyesha upinzani wa kikabila unaendelea kuathiri juhudi za kurejesha amani na udhibiti mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wachambuzi wanasema siku chache zijazo zitakuwa za maamuzi kubaini hatari za uasi huu katika mwenendo wa nguvu za kijeshi kati ya FARDC na M23 pamoja na wazalendo katika eneo la Nyiragongo. Na sasa tukujuze kuhusiana na matokeo rasmi ya mapambano ambayo yameripotiwa sehemu mbalimbali kwa muda wa wiki nzima jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimbo ya Kivu ya Kusini, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo limepata ushindi mkubwa katika operesheni zake za kijeshi wiki hii ambayo tumeacha. Kuanzia huko Lubaki, vikosi vya FARDC na wazalendo vimefanikiwa kurejesha 90% ya eneo lote lililokuwa mikononi mwa adui wa M23. Pia vikosi vya CMC vimechukua tena kijiji kimoja cha ziada kilichoko mipakani mwa Ruchuru na Walikale. Aidha, katika eneo la Walungu, mashambulizi ya wahasi wa M23 yamezuiliwa na zaidi ya vijiji 4 vimekombolewa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Lakini pia wiki hii kijiji cha Chivanga ambacho ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimikakati limekombolewa kwa ushupavu mkubwa na mashujaa wa Zalendo, lakini pia jeshi la taifa FARDC. Eneo hili ni eneo ambapo mahadui waliokuwa wanapatikana majeshi la Rwanda pamoja na wahasi wa M23 ambao waliweza kufurushwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Ni umuhimu kukumbuka kuwa Chivanga ipo ndani ya hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega, ambako ndipo pia ofisi kuu za ICCN, taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo, zinazopatikana.
Eneo hili lipo karibu na Kavumu na mji wa Bukavu. Kwa ushindi huu, wananchi wanahimizwa kujivunia na kuwapongeza mashujaa wa FARDC pamoja na wazalendo kwa kazi ambayo wanaifanya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanarudisha maeneo yote ambayo yanadhibitiwa na wahasi wa M23. Ushindi huu ni wa taifa nzima na hakuna tena kurudi nyuma. Tumerejesha ardhi yetu na mambo yatakuwa kama zamani tena, amethibitisha mzalendo mmoja kutoka huko kwenye uwanja wa vita, ambaye ameweza kutamka maneno haya ambaye nimetoka kukusomea hapa, mpendwa msikilizaji. Na mpaka hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za siku ya leo, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka wa 2025, na kualika kuwa nami tena katika habari zetu za hapo baadaye ili upate kufahamu yote inaendelea kujiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu ya Kusini, na kuaga wa kusema bye bye.